Hujambo mtazamaji na karibu katika mwendelezo wa taarifa ambazo tunazikusanya kutoka maeneo mbalimbali, na leo tupo na ripoti ambazo zinaihusu Korea Kaskazini pamoja na Marekani, ambapo inatajwa kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na rais wa Korea Kaskazini bwana Kim Jong Un wanatarajiwa kukutana tena, na hili linakuwa ni kutano lao la tatu kati ya Donald Trump pamoja na Kim Jong Un, ambapo awali walikutana wakati wa muhula wa kwanza wa rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambayo ilikuwa ni mwaka 2018. Mjadala mpya umeibuka katika uhusiano wa Marekani na Korea Kaskazini. Swali ni, je, rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini bwana Kim Jong Un wako tayari kukutana tena kwa mara ya 4? Kauli na ishara kutoka pande zote mbili zinaonesha utayari, lakini msingi wa mgogoro, mpango wa nyuklia wa Pyongyang, bado uko pale pale bila dalili ya kusogea mbele au kusitisha mpango wa matumizi ya silaha za nyuklia ambao ulitangazwa na taifa la Korea ya Kaskazini kwa hisani kubwa kabisa ya PMP Company Limited. Bana, wale ndugu zangu wote ambao mnahitaji kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, umechoka kuita gari ya kunyonya uchafu na pengine unatumia gharama nyingi sana kwenye kuita gari ya kunyonya uchafu na mambo mengine, basi suluhu ni PMP Company Limited, ambao ndio mabingwa wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi mikoa yote kwa 0768 64 32 43, wapigie simu. Lakini sasa pia wamekuja na huduma nyingine, kama unahitaji kuchimbiwa kisima cha maji kirefu, basi wasiana na PMP Company Limited. Sasa ripoti yenyewe inatuambia kwamba rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Korea Kaskazini Kim wanatarajiwa kukutana. Kwa mara ya kwanza Trump na Kim walikutana mwaka 2018 mjini Singapore, na huo ulikuwa ni mkutano wa kihistoria ambao ulitanguliwa na matusi ya hadharani, vitisho vya kivita na misururu ya majaribio ya makombora ambayo yalikuwa yanafanywa na pande hizo mbili. Trump alifika hadi kumuita Kim ni mtu wa rocket aliye kwenye dhamira ya kujiua, lakini ghafla hali ilibadilika sana, tukaona hao jamaa wametangaza kwamba wanakutana. Baada ya mkutano huo, viongozi hao walijenga uhusiano wa karibu binafsi na waliandikiana barua takriban 27 wakitumia lugha ya heshima na urafiki wa kina, jambo ambalo lilishtua mioyo ya watu wengi sana. Wanadiplomasia, wachambuzi wa geopolitics wengi walisema, imekuwaje maadui hao ghafla wakawa ni marafiki kiasi ya kukutana katika meza ya mazungumzo? Trump alifika mahali akasema, tunapendana sana, kauli ambayo iliwashangaza watu wengi sana ambao wanafuatilia masuala ya kidiplomasia. Lakini urafiki huo haukuzaa matunda ya maana sana, kwa sababu mkutano wa pili ambao ulifanyika pale Hanoi Februari 2019 ulivunjika ghafla baada ya kushindwa kuafikiana juu ya swala zima la silaha za nyuklia, na baadaye wakakutana tena maeneo ya Panmunjom ambayo ilikuwa ni mwezi Juni mwaka 2019, na ilikuwa ni zaidi ya picha pamoja na historia ya kisiasa kuliko makubaliano ambayo yalikuwepo hapo awali. Sasa Donald Trump akiwa kwenye muhula wake wa pili, lakini mazingira ya sasa hivi yamebadilika sana. Korea Kaskazini sio ile ya mwaka 2018. Ni taifa ambalo limejiimarisha zaidi kijeshi, linajaribu makombora ya kisasa mara kwa mara zaidi. Pyongyang imeimarisha ushirikiano wake na China pamoja na Urusi, jambo ambalo linaongeza nguvu zake za kujadiliana pamoja na hiyo Marekani. Rais wa Korea ya Kusini Lee Jae-myung, yeye aliashiria wasiwasi wa kikanda endapo Marekani na Korea Kaskazini watakutana. Akaonya wajumbe wa Umoja wa Mataifa kwamba Korea Kaskazini ipo hatua chache tu kuunda kombora la masafa marefu lenye uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia kuelekea Marekani. Kwa maneno mengine, ikiwa Trump na Kim watakutana tena, Pyongyang itakuwa meza ya mazungumzo ikiwa na karata nzito zaidi kuliko miaka 6 ambayo imepita, kwa maana ya utawala uliokuwepo wa bwana Donald Trump mwaka 2018 na utawala uliopo sasa hivi wa bwana Kim Jong Un. Lakini changamoto kubwa ambayo inaonekana iko wazi ni swala zima la nyuklia
Kim ameshatangaza kuwa mpango wa nyuklia hautakuwa karata ya mazungumzo, na amefika mbali zaidi akasema hawana mpango wa kuondoa kabisa uwezekano wa kumiliki silaha za nyuklia. Lakini upande mwingine Washington wao wanasema kwamba lengo lao bado ni kuondoa kabisa silaha za nyuklia Korea ya Kaskazini. Lakini hili sasa ndilo ambalo limepelekea watu wengi kujiuliza kwamba hawa jamaa kwa nini wamefikia tena hatua hii? Yaani Donald Trump anasema Korea Kaskazini hawaruhusiwi kabisa kumiliki silaha za nyuklia. Lakini Korea Kaskazini wenyewe wanasema jambo pekee ambalo wanaliona lipo katika uso wao ni kuhakikisha wanamiliki silaha za nyuklia za kimkakati. Na Korea Kaskazini inataka kutambuliwa rasmi kama taifa ambalo linamiliki silaha za nyuklia. Sasa msimamo huu ni zaidi ya swala la kidiplomasia. Ni swala la uhai wa taifa la Korea Kaskazini pamoja na uhalali wa kisiasa wa utawala wa Kim. Bila nyuklia anapoteza nguvu ya kujadiliana na kinga ya kisaikolojia dhidi ya Marekani. Mnafahamu niliwaambia duniani hapa ni mataifa 5 tu ndio ambayo yameidhinishwa kwamba yenyewe ndio ambayo yalipewa room ya kumiliki silaha za nyuklia. Korea Kaskazini si miongoni mwa mataifa hayo. Sasa Korea Kaskazini anasema naye anataka atambulike kama taifa ambalo litakuwa ni taifa la 6 ambalo linatambulika kwamba linamiliki silaha za nyuklia, jambo ambalo Marekani analikataa vibaya mno. Ifahamike mwishoni mwa mwezi Oktoba Trump anatarajiwa kushiriki mkutano wa viongozi wa APEC ambao mjini Gyeongju, Korea Kusini, na wengi tunaona kama mkutano huu unaweza kutoa nafasi ya kisiasa kwa mazungumzo mapya, hasa ikiwa Beijing itasukuma ajenda ya mazungumzo kati ya Trump pamoja na bwana Kim. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ni kwamba Kim anataka kutumia fursa hii kuhalalisha hadhi ya taifa lake kama dola lenye silaha za nyuklia na kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Lakini pia bwana Kim Jong-un anataka kutengeneza mwanya kati ya Marekani na Korea Kusini, jambo ambalo ni silaha ya kisiasa kwa taifa hilo la Korea Kaskazini. Lakini hoja hapa ambayo sasa inabaki, ambao pia tunafaa kujiuliza ni je, bwana Donald Trump atapata nini? Kwa sababu Donald Trump ni kiongozi ambaye anapima kila kitu kwa kipimo cha ushindi. Yaani Donald Trump ili aonekane ni mtu ambaye amefanikisha mission yake ni lazima aonekane ameshinda. Na ndio maana mtakumbuka wakati wa mwaka 2018 wakati rais wa Marekani bwana Donald Trump akiwa ni rais, wakati huo aliyekuwa kansela wa Ujerumani aliyekuwa anafahamika kama Angela Merkel pamoja na aliyekuwa yule katibu mkuu wa NATO ukiachilia mbali Mark Rutte, ni kwamba aliwahi kuzungumza back then akasema Donald Trump walikuwa wapo kwenye mkutano wa nchi wanachama wa NATO. Sasa Donald Trump yeye alikuwa anashinikiza kwamba taifa la Marekani linataka kujiondoa katika ule umoja wa NATO kwa sababu mataifa wanachama wa NATO hayachangii vile inavyotakiwa katika kuiendeleza hiyo NATO. Sasa wakiwa kwenye mkutano ni kwamba aliyekuwa katibu mkuu wa NATO wa wakati huo alipenyezewa kikaratasi na Donald Trump, akamwambia hivi, taifa la Marekani linataka kujiondoa kwenye umoja au kwenye kuwa mwanachama wa NATO. Sasa wewe kama unahitaji Marekani endelee kuwepo katika umoja wa NATO, basi unatakiwa kuwaambia wanachama waliopo kwenye huu mkutano kwamba NATO inaendelea kupata nguvu zaidi kwa sababu pia ya ushawishi wa bwana Donald Trump. Sasa kwa sababu NATO inategemea sana Marekani, basi yule kiongozi wa wakati huo wa katibu mkuu wa NATO wakati huo akawaambia hivi, jamani, ni ukweli usiopingika, Donald Trump ndiye ambaye amechangia kwa kiwango kikubwa katika kuifanya hii outstanding ya NATO as we speak. Kwa hiyo baada ya hapo bwana Donald Trump akawaambia okay fine, basi tutaendelea kuisupport pamoja na kuwa wanachama wa NATO. Kwa hiyo ni mtu fulani hivi ambaye yeye huwa anataka matokeo. Unaelewa Kwa hiyo hata hili kwa Korea Kaskazini nalo sasa watu tunajiuliza kwamba je, Donald Trump kwa Korea Kaskazini kwa Kim anataka nini? Kwa sababu Kim anaonesha misimamo yake, Trump na yeye anaonesha misimamo yake. Je, anataka nini? Hili ndio limekuwa ni swali pekee ambalo watu wengi sana wanajiuliza. Na Kim, ifahamike, kabla ya kutaka kukutana na bwana Donald Trump, sasa hivi amekuwa na mashirikiano mazuri sana na Urusi pamoja na China.
Kim amejenga hadhi yake ya kimataifa. Hivi karibuni alionekana sambamba na Rais Xi Jinping pamoja na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin katika gwaride la kijeshi pale Beijing. Sasa kwa wataalamu wa kidiplomasia na mambo ya geopolitics, hili lilikuwa ni tangazo la moja kwa moja kwamba Korea ya Kaskazini haiko peke yake tena. Na kuonesha kwamba Korea Kaskazini haiko peke yake ni kwamba taifa la Marekani sasa hivi limekuwa likipitia kwenye mkwamo mkubwa sana, mkwamo wa kiuchumi, lakini pia mizozo mbalimbali ambayo inajitokeza kwenye maeneo mbalimbali duniani. Wakati wakiingia kwenye mkwamo wa kiuchumi, mataifa kama China, taifa kama Urusi, wao wanaendeleza kujiimarisha zaidi kwenye sekta ya teknolojia, kwenye masuala ya uchumi pamoja na mambo mengine, huku mshirika wao wa karibu kabisa akiwa ni Korea ya Kaskazini. Hii ina tafsiri ipi? Hii ina tafsiri kwamba kile ambacho pengine Korea ya Kaskazini pamoja na Marekani watakijadili ni lazima kiwe kina baraka kutoka Urusi pamoja na China. Yani wakati Mrusi akiwa anamiliki silaha za nuclear, Mchina akiwa anamiliki silaha za nuclear pamoja na zile ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ni kwamba lazima Korea Kaskazini na yeye mwenyewe aongee na hayo mataifa kwamba jamani, naenda kuzungumza na bwana Donald Trump, lakini mimi nina misimamo yangu hii, pamoja na mambo mengine ninahitaji swala zima la nuclear liwe ni miongoni mwa yale ambayo yatajadiliwa, kwamba Korea Kaskazini apewe go ahead ya kumiliki silaha za nuclear. Na akipewa go ahead ya kumiliki silaha za nuclear, maana yake China, Urusi pamoja na Korea Kaskazini watakuwa ni miongoni mwa wale mataifa 6 ambayo yatakuwa yanamiliki silaha za nuclear. Kwa hiyo Marekani atajikuta anapitia kwenye nyakati ngumu zaidi. Lakini wakati Trump na Kim wakitarajiwa kukutana, kama nilivyoeleza hapo juu, baadhi ya majibu ya maswali tunayojiuliza yanajibiwa na Korea Kaskazini kupitia ushiriki wao kwenye ule mkutano wa UNGA pale Marekani, ambapo Korea ya Kaskazini wamesema kama kuna mtu anadhani Korea Kaskazini inaweza ikatishwa wasimiliki silaha za nyuklia, basi huyo anajitishia yeye mwenyewe. Korea Kaskazini wamewaambia Umoja wa Mataifa kwamba hatutawahi kuachana na mpango wa silaha za nyuklia. Sasa hili lina maana gani duniani wakati Korea Kaskazini pamoja na Marekani wanataka wakutane? Yani ni mataifa mawili ambayo mmoja anasema ndio, mwingine anasema sio. Katika hotuba ambayo imetikisa mjadala wa kimataifa, naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Kim Son-Jeon aliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba taifa la Korea ya Kaskazini halitawahi kuachana na mpango wake wa nyuklia. Kauli hii ilitolewa kwa mara ya kwanza na afisa wa ngazi za juu wa Pyongyang katika mkutano wa UNGA tangu mwaka 2018, na hii inatoa ishara ya wazi kwamba mkwamo zaidi wa miongo miwili kati ya Marekani na Korea Kaskazini umefikia hatua mbaya zaidi. Kwa kile ambacho kimezungumzwa ni kwamba unaposema Korea Kaskazini ifanye kitu kinaitwa denuclearization, ni sawa na kuilazimisha isalimu amri, ikatae katiba yake na haki yake ya kuishi, alizungumza Kim mwaka 2018. Sasa leo mwaka 2025 kwenye mkutano mkubwa kama huo, mnawasikia wa Korea Kaskazini wenyewe wanasema wanahitaji kumiliki silaha za nyuklia na wanatakiwa wajulikane. Na historia, mnajua historia ya vikwazo vya Korea Kaskazini imekuwa ni ndefu tokea mwaka 2008, kwa sababu Korea Kaskazini wamekuwa chini ya vikwazo. Mwaka 2006 walijaribu makombora ya nyuklia ya masafa marefu, na hapo ndipo vikwazo vilipoanza kuongezeka hatua kwa hatua, vilivyokuwa vinalenga kuizuia Pyongyang kwa maana ya Korea Kaskazini kuendeleza silaha za nyuklia. Hata hivyo, licha ya shinikizo la kiuchumi na kisiasa, taifa hilo limeendelea kujipatia teknolojia ya juu ya kisasa, lakini pia teknolojia ya juu kwenye jeshi. Kila mwaka wamekuwa wakifanya majaribio ya makombora, na wanaonesha kwamba hao wenyewe wa Pyongyang wako tayari kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanamiliki silaha za nyuklia. Na hapa bado kikwazo kinabaki pale pale, ni China pamoja na Mrusi. China inaitazama Korea Kaskazini kama ukuta wa usalama dhidi ya uwepo wa Marekani Korea Kusini karibu na mipaka ya China. Kwa hiyo Beijing wao wanataka Pyongyang isizidi kuwa tishio ambalo alidhibiti, lakini pia isisalimu amri kwa Washington, kwa sababu kama Pyongyang haitamiliki silaha za nyuklia, maana yake Korea Kusini atakuwa ana nguvu, kwa sababu Korea Kusini anapewa sapoti na Marekani. Na kama Korea Kusini akipewa sapoti na Marekani, maana yake hiyo inakuwa ni threat kwa Mchina. The same to Urusi. Tangu Urusi walipoivamia Ukraine mwaka 2022, wamekuwa karibu zaidi na Korea ya Kaskazini. Mtaona kumekuwa na ziara mbalimbali za Kim pamoja na Putin,
ambazo zimeonyesha ushirikiano wa karibu wa Urusi pamoja na Korea Kaskazini, ambao unalenga kumsaidia Putin kwenye uwanja wa kijeshi pale nchini Ukraine. Lakini bado tunaona Korea Kaskazini na yenyewe inapokea msaada wa teknolojia na kidiplomasia kutoka katika taifa la Urusi. Kwa upande wa Korea ya Kusini wenyewe hali inakuwa ni tata, kwa sababu rais ameonya kwamba Pyongyang inakaribia kukamilisha kombora la masafa marefu ambalo linaweza kuishambulia moja kwa moja Marekani. Sasa sisi kama wana geopolitics tunaendelea kufuatilia tuone huu mkutano wa rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na Kim Jong Un wa pale Korea Kaskazini utafanikiwa, na kama ukifanikiwa basi tafsiri yake ni kwamba Korea ya Kaskazini sasa ataenda kusimama kama strong nation, kama taifa ambalo lina jeshi imara, lakini sasa wanaweza wakaidhinishwa moja kwa moja kwamba wamiliki hizo silaha ikiwemo hizo nuclear, yani waidhinishwe moja kwa moja tofauti na ilivyokuwa sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.